Mr. D. Nakusikia. Usitoke hapa mpaka tutafute entry nyingine. Alafu sasa mnisikilize kwa umakini sasa. Manake hapo wakati anaendelea hapo anaenda kuchukua TP anaichukua tu. Wala sio swala la kuwaza hilo. Wakati unasherekea hizi pips 200 lazima tuende kwa mipango kwa sababu kuna watu ambao unajua kabisa kwamba problem yao ni capital. Yaani shida kubwa yao iliyo kubwa ni kuhusu mtaji. Hawana mtaji. Watu wengi wako hivyo. Yaani ukiniambia wewe una dola 10 unasema una mtaji, wewe hauna mtaji. Ukiniambia una dola 20 sijui 50 wewe bado mtaji hauna. Sawa sawa? Kwa sababu huo tunasema ni mtaji ambao tunasema nenda kwa usalama. Ni kimtaji kidogo sana. Kwa usije ukajikuta kwamba umeingia kwenye grupu kwa shilingi 50. Sawa sawa, kuna wengine wamelipa zaidi. Alafu mwisho wa siku kwenye grupu pia lisikusaidie chochote, na isiwe kwamba ni tatizo la grupu. Hapana, likaja kuwa ni tatizo lako kwa sababu umeingia pasipokuwa na access ya capital. Yaani ukawa hauna mtaji. Kwa hiyo manake hauwezi kufanya chochote kwenye trading. Kwa kitu ambacho nataka kukifanya, ndo maana tukaja na mpango mwingine mahususi wa kwamba watu tutafute njia nyingine ya watu kutafuta mtaji, kupata mtaji, ili mradi awe active kwenye trading. Kwa sababu kuna mtu mwingine hahudhurii meeting. Kuna mtu mwingine kwenye group hashiriki chochote. Kwa nini? Ni kwa sababu moja, hana mtaji, hana account ya kutrade. Kwa kitu ambacho tunataka tukifanye wakati tuna trade hivi kwa pamoja, kwa mfano kama hapa ungeshapata pips 200. Let us say kwenye pips 200 wewe uliweka senti zako ambao uliweka senti 1000 ambao ni sawa sawa na dola 10, kwa sababu dola 10 kila mmoja anaweza akawa na access nayo, anaweza akapata dola 10. Ukiziweka kwenye senti manake zitasoma dola 1000. Sawa sawa. Kwa ukiweka dola 1000 senti 1000, let us say kwamba wewe utatumia, let us say kwamba unatumia labda lot size ambayo ni 0.3. sawa sawa, 0.3 kwenye senti zako 1000. sawa sawa. Ukienda ukapata ambayo ukipata angalau pips 200, manake it means wewe utakuwa na senti 600. Kwenye senti 600 ni sawa sawa na dola 6. Sasa kwa mtaji wa dola 10 ukiingiza dola 6 uko sawa, upo kwenye mazingira ambayo ni mazuri sana. Hiyo ni entry 1, ambapo sisi kwa kila siku tulikuwa tuna angalau tupate pips 200 mpaka pips 400. Tunaelewana hapo? Manake it means kwamba wewe unaweza ukaenda kwa siku ukapata pips zako 400, ambapo ukipata pips zako 400 ni sawa sawa na umepata dola 12, maana umeenda kudouble ki account chako. Umeelewa? Kwa namna fulani ukifikisha senti zako 2000 hautatumia 0.3 tena, unaweza kaenda ukatumia 0. ngapi? 0.4 mpaka 0.5. Kwa 0.5 manake it means utakuwa unaenda katika mtiririko huo, utakuwa unaenda katika huo mtiririko. Sasa ni nini maana ya senti? Kwa nini usiweke kwenye dola 10 ukaweka 0.01 kwenye nani, kwenye akaunti yako ambayo tunasema ni standard account? Kinachotufanya tuende kwenye senti, kwanza ni uhatari wa pair yenyewe ambayo tunaitrade, lakini pili kwenye senti account anakupatia kitu ambacho tunasema tuna lazy margin. Margin yako inakuwa ni nini? Imekuwa kubwa. Kwa ni rahisi wewe kutrade kwa lot size nzuri, lakini pia utakachokipata kulingana na mtaji wako kitakuwa kikubwa. Kuna mwingine anaweza mimi nitaweka dola 50, kuna mwingine anataweka dola 100, lakini zikiwa kwenye senti pia ukiweka senti 100, ukiweka dola zako 100 ni sawa sana 10,000. Kwa utaenda kulingana na lot size ya hizo senti zako ambazo ni 10,000, ambao ni sawa sana na dola 100. Tunaelewana hapo? Kwa kuna namna ambayo tutaenenda hapo, ili kwa stage hii ya kwanza tutafute mitaji kwanza, kwa sababu lengo ni kwenda angalau tupate mpaka senti 1,000,000. Senti tu, tukienda kwenye senti tu, senti 10,000, laki, 200,000 na kuendelea.
mpaka tuje tupate senti milioni 1. Lakini sasa tutapataje hivyo? Lazima kwanza uwe active, uwepo tunapo trade. Tukipata ACL iwe ya kwetu wote, tukipata TP reward iwe ni ya kwetu wote. Ndio maana upo kwenye masterclass, haupo kwenye grupu zingine huko. Ndio maana tunaenda kwa jamani, tufanye hivi. Yani huku unabembelezwa kupata faida, kwamba tufanye hivi kwa sababu moja hivi. Kuna mtu ambaye yani wewe kama wewe uko hapa na ni trader, unaogopa kupoteza $10, achana na FX, kafanye mishe zingine. Yani wewe achana na FX kabisa, wewe kafanye mishe nyingine. FX sio ya kwako, hilo ni fungu la watu wengine, sio la kwako. Sawa sawa eh? Kwa hiyo katika mazingira hayo tumepanga mpangilio wa namna hiyo. Kuna chart ambayo tumeiformulate, nitawatumia kwenye group hapo, namna ninavyoonyesha mwenendo ambao tutaenda nao. Ni mwendo wa kudouble tu. Sometimes we have to risk all of our account. Hicho kisenti hicho tuna risk muda mwingine parefu, lakini tutariski kulingana na ACL ilivyo, kwamba ni pips ngapi hapa, ni kuweka root size ngapi na himiri, je itabaki kiasi gani. Tutaenda kwa mtindo huu, tutakalculate kwamba kwa mtindo huu tukiriski hiki kitabaki hiki, tukifanya hivi itakuwa hivi. Kwa hiyo ni rahisi kwenda na hizo account. Kwa hiyo tutaenda katika mtiririko wa namna hiyo. Kwa hiyo manake nakwambia nini? Manake andaa, kama hauna mtaji, manake andaa kuanzia sasa hivi. Hii tutafanya kama practice tu wiki hii, alafu wiki inayofuata sasa kuanzia Jumanne, kwa sababu hii tutakuwa tunaruka, sio kila siku tuta trade. Manake ni Jumanne, ile ratiba nitawatumia hapo kwenye nani, kwenye group. Nadhani na Alhamisi na Ijumaa. Kwa sio kila siku tutupo hapa. Jumatatu na Jumatano tutakuwa tunaiacha hapo. Nadhani ni iko hivyo misadie. Yani hatuta trade kila siku. Yes. Trade kila siku kuongeza probability ya kupoteza. Hapo yes. Naona mwalimu kama umecha Hamza unasema? Maana huku ninakusikia kwa tabu. Anayemsikia huko aongee. Amepotea. Anasema umechanganya. Umechanganyaje? Siku sijui, nafikiri siku. Hawezi kusema nimechanganya siku wakati ratiba hajaiona. Sawa sawa. Umeelewa? Kwa hiyo nitawatumia hapo, kila mmoja ataiona hapo, ataiona kwenye group, nitaituma kwenye group hapo. Lakini hii wiki tutafanya practice tu hiki tunachokifanya. Yeah. Mr. Hamza, kama unanisikia andika kwenye group, manake huko unakuwa hausikiki. Sijui ni network yako imekaa vibaya au namna gani. Andika kwenye group hapo, nitakusikia vizuri, mambo yatakuwa poa. Kwa hiyo utaratibu ambao tutakuwa nao utaendana na hicho ambacho naenda kuwapatia hapo. Nitaenda kuwaonyesha. Teacher. Vipi na utaratibu wa kuhusu kutafuta broker wa news? Broker wa news inabidi atafutwe, kwa sababu alafu news, kitu ambacho nilikuwa nimepanga kitu cha namna hii. Kwanza news nitakia tu trade live. Yaani no matter kwamba itakuwa ni saa ngapi au namna gani. Yaani siku ambayo kuna news ambayo ni nzuri, ambazo news zile kubwa, CPI sawa sawa kuna RBA zile usiku, kwa mtu ambaye atakuwa na nguvu ya kuamka sawa sawa kuna wakina TPI wale, kuna NFP sawa sawa, kuna FOMIC. Zile ni news ambazo tutaenda nazo live. Sasa kwenda nazo live, kuna muda mwingine kuna news inakuruhusu kuingia before haijawa released, inakuruhusu. Kuna news nyingine unajikuta mpaka muda unafika haijakupa technical entry, kwa sababu pale kuna fundamental entry, ambapo fundamental entry inakuwa umeshajua kwamba hii direction ya news itaenda wapi. Inapokuja kwenye upande wa technical analysis, inakupa exact entry wapi, kwamba hii candlestick imekaa hivi, imekaa namna hii, niingie. Sasa unaweza kushangaa mpaka news inabakia dakika 5 au dakika 10 bado haijakupa technical entry ya kuingilia. Kwa pale inakuhitaji upate broker ambaye anakuruhusu kuingia, hata kama bado dakika moja, uwe una uwezo wa kuingia kwenye hiyo news. Lakini kuna broker wengine hawa ambao tunao sasa hivi, ambao ni Exness, XM,
wakina Templar hawa hawaturuhusu kuingia instantly wakati news inakuwa released. Sijajua kwa watu ambao wanatumia Just Market, sijajua kama kuna mtu ana experience naye atuambie, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa naona watu wanaweka pending. Ni broker wa kipumbavu, ni mjinga, lakini anaweza kwenye news weka pending order unatafuta. Anafanyaje? Waga anafunguaga, mimi najua. Huwa yani ukiweka pending kuna ujinga anairusha order, anaifungulia huko. Sasa mimi shida yangu XM niliwahi kumjaribu kwa mfano, si nimebuy hapa position ya kwanza alafu nikaja kuweka stop order hapa anakuja anazifungulia kama hapa, anarusha manake juu. Yani kuna sometimes kwa mfano kama gold ameseli pips 100 kama gold ameseli pips 100 inaenda kufungukia pale ilipofikia pips 100. Sasa cha kufanya hapo, tujipe assignment kutafuta kuna broker niliambiwa, hebu ngoja nimfuatilie. Sisi niliambiwa siku gani ile. Broker wengi labda wa international. Sasa ukitumia ambao hawatahitaji habari za mobile money ambao FBS naona huwa anakubali news. Wewe FBS naye ni broker. Zile spread zile si ni kama Mwajuma ndani. Naona na FX Pro wanamsema sana. Wanamsema naye anaweza akawa poa kwenye news Sijaona kwenye news, nimeona tu kwenye unlimited margin. Na nataka kujua yani, kwa sababu tunataka tutafute tu special for news, yani kwa ajili ya news tu. Hebu tujipe assignment wote kwa namna hii ili tuje ili tuje tu kwa jamani, kuna huyu hapa ambaye kwenye news anaweza akatufaa, yani iwe special kwa news tu, kwa sababu wengine wako tradia kawaida tunao, ili mambo yaende sawa sawa. Kwa mazingira yakiwa hivyo, nadhani kila mmoja tutasonga mbele. Ila sasa ninachotaka kusisitiza ni kwamba isitokee mtu wa kuturudisha nyuma. Yani no matter uliingilia kiasi gani kwenye hili group, utafanyaje? Utajikuta huko nje ya group. Yani ni heri tukabaki watatu kuliko tukawa wengi alafu tukawa wapumbavu. Yani tukawa wapumbavu wengi alafu waelewa wachache, kwa sababu wachache nao wataambukizwa ujinga, nao watakuwa wajinga. Nadhani hiyo process kwa wale wakongwe ambao walikuwepo. Kuna kipindi hapo nyuma tumesafisha group sana. Mara mimi sina hela ya mwezi sijui ngapi, toa nje. Sijui mimi nimekuaje, kwa sababu wewe huwezi ukakosa 20,000 kama wewe ni trader, manake wewe ulikuwa hautrade, upo tu. Hatuwezi tukakusaidia kwa namna hiyo. Umeona hicho kitu? Sasa kwa mfano hapa tuna trade zimeenda Pepsi 200 ambazo ndo hizo hapo. Yani hapo tupo kwenye 170 sijui 180. Inakuja wewe tunakwambia bwana, sasa tuonane siku nyingine. Inafika tarehe 5, bwana leta 20,000, nakwambia mimi sina bwana. Manake wewe ulikuwa hautrade. Automatically wewe hautufai kuwepo kwenye hilo group. Kwa mazingira hayo tufanye hivi, tuwepo, tuhudhurie, alafu twende na mipango ya group. Tukifaulu tufaulu wote, na tukifeli tufeli wote. Lakini la msingi na la mwisho ambalo ni la msingi zaidi kuliko hayo mengine yote, usisahau kama Mungu yupo na anaishi. Nadhani nimeeleweka hapo. Kila mmoja ataenda kutekeleza hilo.